Wengine sisi hatukupata kusoma kwa mwalimu yule, lakini yeye huyu bado anatufundisha. Kwa hiyo ukikaa nyuma unapunguza. Kwa hiyo tutasoma suratu Yasin baada ya darasa hili kama kawaida. Tumeelewana? Mtu asiyeweza kusoma Yasini atasoma chochote katika Qur'an. Baada hapo tutaleta zile taratibu za hauli tulizozipokea kwa mashaka zetu. Sawa sawa? A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Leo tutasoma kuanzia aya ya 18 suratu Sajda. 17 inasemaje? Kumbe fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaan bima kanu ya'malun. Jana tulizungumzia sifa za muumini, au tuliona jana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Jalla Jalalu akitutajia baadhi na miongoni mwa sifa za muumini, baada ya kutaja nyingi, lakini tukaiona hii moja, kwamba Mwenyezi Mungu anasema innama yu'minu biayatina alladhina idha dhukiru biha kharru sujada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbiruna tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tulizisoma jana aya hizo takriban 2 tukaeleza sana. Leo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuonyeshea malipo ya hao waumini wenye sifa ikiwemo hiyo tuloiona jana. Manake kwa usulubu wa kimaneno kuna swali linakuja automatically. Haya, mtu mwenye sifa hii anapata nini? Anapata ni yepi malipo yake? Kila mmoja atakuwa na shauku ya kutaka kujua. Muumini mwenye sifa hizo ikiwemo ile ya kuacha kitanda chake usiku ndo usiku, usingizi ni starehe, na hasa ukizingatia usingizi ule ulali peke yako, unaye uliolala naye, kumuacha peke yake kunataka moyo, starehe kubwa ile. Kisha umeacha ukasimama ukajipotolea kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nini malipo yake? Mwenyezi Mungu anatuambia fala ta'lamu nafsun, haijui nafsi yoyote, ma ukhfiya lahum, waliofichiwa, min qurrati a'yunin, katika tulizo au furahisho la macho yao, jazaa'an bima kanu ya'malun, hali ya kuwa ni malipo kwa yale waliokuwa wakiyafanya. Fala ta'lamu nafsun, miongoni mwa aya ambazo mimi binafsi nikiisoma Qur'ani huipenda sana, moja katika aya ni hii. Zote nazipenda, lakini huzipenda sana, na nikiwa na muda wa kueleza huwa nazieleza sana, katika kuwatia watu motisha na wa kuwavutia katika kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtii. Lakini katika aya zinazowapelekea watu kuwafikisha katika kikomo cha zuhudi duniani, aya hii hapa. Kabla tujaeleza neno kwa neno, siku zote
mtihani wetu sisi tunaupata ni mapenzi yetu kwa hii dunia, na ndio maana utakuta kila amkaye asubuhi mbio zake zote ukomo wake ni kuipata dunia. Wa mashariki anakwenda magharibi kutafuta dunia yake, wa magharibi anakwenda mashariki kutafuta dunia yake, na kadhalika kinyume na hali huwa hivyo baina ya wale wanaokaa kusini na kaskazini. Ni mpishano, kila mmoja na shughuli yake. Inna sa'yakum la shatta, mpaka jioni kama hivi. Kuna waliopata na kuna waliokosa na kuna waliokosa kosa, lakini jazba zetu, muda wa umri wetu ni kufukuza kuipata dunia. Na tunajua tunataka nini. Kuna mtu anakufukuza apate mshahara, mwingine apate hiki, ndio malipo ya mbio zake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaonyesha ukubwa wake na ukubwa wa malipo ya watakaojitoa kwa ajili ya yeye. Anasema hakuna nafsi au mtu yoyote anajua wanapata nini watu wema katika tulizo la nafsi yao. Maana kama vile la haula la kaangalie mambo ya generator, lakini huku mimi naendelea mtihani kidogo Unaweza kusoma katika Qur'ani kwa mfano, wabashiril ladhina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutashabiha wa lahum fiha azwajun mutahhara wa hum fiha khalidun. Hiyo aya inaelezea malipo ya watu wema peponi. Wabashiri alladhina amanu wa amilu salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, wape habari njema ya kufurahisha wale ambao wameamini na wakatenda mambo mema, kwamba Mwenyezi Mungu amewawekea mabustani tajri min tahtiha al-anhar, yenye mito kullama ruziqu minha min thamarati rizqa, kila watakachopewa humo katika riziki za matunda, qalu hadha alladhi ruziquna min qabl, watasema haya ni yale tuliopewa kabla ya leo. Mungu anasema wa utu biha, wamepewa mfano tu, lakini si hivyo. Wala hum fiha azwajun mutahhara, sawa, humo wanawake wenye kutaharishwa. Wa hum fiha khalidun, na hakuna kutoka peponi. Hapo unapata picha, peponi kuna mambo hayo, sawa. Soma sura kama idha waqatil waqi'a laysa liwaqatiha kadhiba hafizatur rafi'a idha rujatil ardu rajja wa busatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatha wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maymanati ma ashabul maymana wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'ama والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين عنازة على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير. Yani mistarehe ya peponi humo. Mwenyezi Mungu anataja vinavyopatikana wapi. Miongoni mwa vitu vya peponi kuna wildanun mukhalladun,
Wewe ushawahi kusikia hicho kitu? Wacha hivyo vingine, kuna wildanu, yani kuna watoto wasiokuwa. Mungu katika starehe duniani hakuna starehe. Shekhe, mmoja katika starehe za duniani ni watoto. Yani nyumba isiyokuwa na watoto kidogo imekosa starehe. Maana kila mtu anapenda, sio watoto kwa maana ya nisba, mtoto katika hali yake ya mtoto. Ni starehe miongoni mwa starehe za binadamu. Ndani ya nyumba yake kuwa na vitotototo vimepita, vimeenda huku, vimetokea miguuni, mara wewe huyo atanguka huyo. Yani ile nayo ni starehe tosha. Mara kavunja chupa, simeeleweka vizuri? Mara unarudi TV kaiangusha, ni moja katika starehe. Na ndio maana mtoto akivunja TV apiga, atasema tu, haya umepata nini? Kesho namletea. Basi peponi kuna wildanu, hawa huku inafika wakati anakuwa mtu mzima mwenzio, anakuudhi, naanza kubishana kuwekeana kibesi. Baba unanzingua bwana. Kule Mungu anakuletea watoto mukhallad, watoto wasio. Sasa hapa anakupa picha kwamba peponi kuna vitu hivyo, lakini leo Mwenyezi Mungu anakuambia la ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahu min qurrati. Anasema hayo yote tunajaribu kukueleza tu, lakini uhakika ndio mwenyewe uone. Msalimu tu ma aynun ra'at wala udhunun sami'at, yani sikia utakavyosikia, ona utakavyoona, lakini vya peponi hasa uwasilia wake bado hujaona na bado hujasikia, isipokuwa unapewa picha tukope ili upate kuvutika. Msalimu Mtume Muhammad. Nimejaribu kueleza kidogo Kuna kitu kinaitwa kitunu. Kwa lugha ya Kiswahili kitunu wapewe kila mtu. Na mara nyingi wale walipata kulelewa na babu au na bibi wanajua hiyo kitu kinaitwa kitunu kwa lugha ya Kiswahili. Wanaweza mkaja 10 kwa babu au kwa bibi au kwa mlezi wenu, wote akawagawia kismatun sawi, wewe ukapewa 5, nendeni. Kisha akishaondoka mmoja anaitwa washaondoka wenzio, washaondoka, fungua pale, unafungua pale, unakuta kitu chako wewe tu, wengine hawapo. Ndio ma ta'lamu nafsu ma ukhfiya, ma kule kuficha. Msalimu Mtume Muhammad, ndio kinachoelezwa hapa. Shekhe wangu Sheikh Muhammad bin Ayub rahmatullah alayhi aliwahi kunambia, Walidi, unakwenda kwenu jitahidi ukatafute pepo. Pata vyote, lakini hakikisha usikose pepo. Na kuwa radhi kukosa vyote upate pepo. Inaeleweka vizuri? Kwa hiyo twendeni tukaitafute pepo, kwa sababu vilivyomo peponi tumefichiwa vitunu na hatuwezi kuvijua. Wala haele unaosema siku na hurul ain yuko nini, unaambiwa, lakini sio vile alivyo pale. Utaenda kumkuta hivyo alivyo ukimuona. Msalimu Mtume Muhammad. Moja katika masomo tunasoma hapa ni ule mlango wa surprise. Unataka surprise. Wazungu wanasema vile, ndio hiyo. Unaenda kukutana na vitu surprise. Mimi nilikuwa nasikia tu kulama ruzuku minha min thamarati rizqa qalu, kumbe ndio hivi. Mwenyezi Mungu atutie peponi. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, hakuna yoyote ajuaye waliofichiwa hao watu wema wenye sifa tulizozitaja sana jana. Vitu gani? Katika vifurahisho vya macho yao, jazaan bima kanu ya'malun, hali ya kuwa ni malipo kwa yale waliyofanya. Mwenyezi Mungu atujalie tuyapate haya. Aya ya mwisho tusome dua. Afaman kana mu'minan kaman kana fasika, hivi muumini wa kweli anafanana na muovu? Mwenyezi Mungu anajibu mwenyewe, la yastawun,
Hapana, hawafanani. Afaman kana mu'minan, wewe unadhani yule awe ni muumini wa kisawa sawa alioshiba imani na akaishi kwa mujibu wa imani yake, fanya akafanya, acha akaacha, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, nenda akenda, rudi akarudi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, huyu anafanana na mtu wa kinyume, yani fasik? Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anajibu mwenyewe, la yastawi, hawalingani sawa. Hata kama utawaona duniani wa muonekano wao kibinadamu wako sawa, au mmoja hususan yule muovu akaonekana yeye yuko juu zaidi ya yule mwingine, lakini kwa jicho la kimungu subhanahu wa ta'ala hawa ni watu wawili tofauti, hawafanani. Na tutosheke na jicho la Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kuliko lile jicho letu sisi. Kwa sababu sisi mara nyingi jicho letu linafanya kazi kwa namna tutokavyo sisi, lakini jicho la Mwenyezi Mungu linaangalia haki zaidi. Na hii ni moja katika masomo tunayosoma hapa, si katika upande wa imani tu, katika kila kitu anaifanya tofauti na asofanya. Anayejitoa kwa jambo lolote hafanani na asiyojitoa. Mara nyingi mimi napata watu kuwajibu, majibu yanakaa kama vibaya baya kidogo. Unaweza mtu akakwambia yule mwenzangu sana yule. Na hii mara nyingi inakuja baada ya kuwa mtu labda kapata umaarufu kidogo au yuko juu kidogo. Unaweza mtu akamwambia yule waziri wa mifugo mwenzangu sana. Sabata kusikia wewe? Waziri wa mifugo yule mwenzangu sana. Sawa, mimi wanauliza, ainisha maeneo mwenzako katika nini? Sema yule mwenzangu sana, tulisoma wote primary. Baada ya pale mimi nilimaliza pale, sikutaka kusoma, mwenzangu akaendelea. Kuanzia hapo hakuwa mwenzangu. Umeelewa msichana wangu? Yule Walidi mwenzangu sana, ainisha mwenzangu sana, tunakaa wote Magomeni. Lakini kuna baadhi ya maeneo si mwenzangu, tunatakiwa tuwe wa kweli hivi. Msalini ndio Muhammad mwenzio sawa katika nini? Mmoja katika wanachuoni aliwahi kusikika akisema, sahri litankihi alulumi aladhuli min wasli ghaniyatin wa tibi inaqi, aabitu saharana duja wa tabituhu yauma wa tabghi ba'da dhaka lihaqi. Beti nyingi mimi nimeichukua ya juu na ya mwisho mwisho. Anasema mimi kukesha usiku kwa ajili ya kupandanisha masala ya kielimu, masala ya kifikhi, masala ya kitauhidi, masala ya kitajwidi. Nafanya kazi usiku mimi kuchanganya elimu. Hivi nikichanganya hii na hii napata nini? Manake usiku mimi kukesha kwangu ni kwa ajili ya kutwalii aladhu li. Mkesho huo kwangu mimi ni mtamu zaidi, naona raha kukesha nikisoma min wasli ghania wa tibi inafi, kiufupi kuliko kukumbatia, kuliko mimi kulala macho na twali kutwa namna usiku kucha. Naacha kitabu hichi, nachomoa kingine, naunganisha na hapa, bado natambaa kitabu kingine nimekiweka kule, natafuta mpaka usiku unakwisha. Nasema katika hali kama hii kwangu mimi naona tamu min wasli ghania, kuliko kukumbatia mwanamke mzuri, msichana aliokamilika kila kitu na hina zake. Msaleni Muhammad.
kabla sijaendelea, wewe unaona ladha nini kutwalii kulala na mkeo? Anasema mimi kutwalii kwangu ni bora zaidi kuliko kujifunika. Kisha akasema hivi, aabitu sahrana duja, mimi usiku na kesha kwa ajili ya hayo. Watabituhu nauman, lakini wewe unaupitisha usiku wako umelala. Watabghi baada dhaka alhaqi, kisha unataka kufanana na mimi. Si ni watu wawili, hata kama tuna kama wawili tofauti, hata kama tunaswali msikiti mmoja, inaeleweka? Sisi ni watu very parallel kweli, tunakaa magomeni moja, lakini mimi na wewe upande huu hatufanani. Mimi kipo ninachoshughulika nacho na wewe kipo unachoshughulisha nacho. Kwa hiyo ukisema yule mwenzangu sana, sema mwenzangu sana kwa sababu kadha kadha, sio mwenzangu sana bil jumla. Hamna kitu hicho. Ndio haya anayosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, afaman kana fasikan afaman kana mu'minan kaman kana fasika. Mungu anasema haiwezekani. Mimi nina imani kamili. Ikisema innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum, mimi nimo, nitafanana na fasik? Anajibu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hatufanani, hawafanani wale wale. Hili ndio jicho la kimungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa nini? Mmoja kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana thamani kubwa zaidi kuliko mwingine. Twende tukatafute thamani ya imani ili tuingie katika utukufu wa daraja kwa uwezo wake na fadhila za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wama alaina illa albalaghu almubin. Kama nilisema, tutasoma aya zetu mbili tupate uradi. Sasa hivi kila mwenye msaafu analo jicho afungue